Nimewahi kutaja hapo awali kwamba kitabu cha Zaburi kilipangwa awali katika vitabu vitano, pengine wakati wa Ezra au kabla ya hapo. Sasa leo tunafika mwisho wa kile kinachoitwa kitabu cha pili. Zaburi 70, 71 na 72 zinakamilisha kitabu hiki cha pili. Sasa Zaburi 70 ni zaburi fupi sana, ina mistari 5 tu, na kwa kweli ni sawa au karibu sawa na sehemu ya Zaburi 40. Na unaweza kujiuliza, kwa nini Mfalme Daudi mtunzi arudia maneno ambayo tayari yameandikwa? Kwangu mimi, inaonekana kama nia ya Daudi ni kusisitiza uharaka wa jambo hili hapa na kuonyesha hitaji la Mungu kuharakisha kumtetea. Na hilo ni jambo ambalo labda tunarudia mara nyingi katika maisha yetu. Kuna nyakati ambapo maombi ni jambo la dharura, sivyo? Ni kama wakati Petro alipoanza kuzama chini ya mawimbi kule kwenye bahari ya Galilaya alipokuwa akitembea juu ya maji kuelekea kwa Yesu. Alianza kuzama na ombi lake lilikuwa fupi sana, Bwana, niokoe. Na ingawa hilo lilitosha, hakuwa na haja ya kurudia sala ya Bwana, hakuwa na haja ya kurudia imani ya mitume ili kupata umakini wa Mungu. Unaona, Mungu havutiwi na urefu wa maombi yetu, bali anajali kina cha maombi yetu, ukweli wa moyo wetu mbele za Bwana. Sasa kichwa cha zaburi hii kinasomeka hivi: zaburi hii ni kwa ajili ya sadaka ya ukumbusho. Kwa maneno mengine, moyo wa zaburi hii ni umuhimu wa kukumbuka uaminifu wa Mungu. Kwa hivyo Daudi anaanza kwa kumsihi Bwana amwokoe. Tena anasema hapa katika mstari wa kwanza, fanya haraka, e Mungu, kuniokoa. E Bwana, fanya haraka unisaidia. Labda umewahi kuomba sala kama hiyo. Mimi hakika nimewahi. Tunamwomba Bwana aharakishe. Naam, Daudi anafanya hivyo hapa pia. Anasema katika mstari wa 5, e Bwana, usikawie. Anasema, Bwana, harakisha. Nina hali ya dharura hapa na ninahitaji uingilie mara moja. Labda uko hapo. Labda uko hapo sasa hivi. Unaimba zaburi hii leo, Bwana, nahitaji jibu na siwezi kusubiri siku moja au mbili. Tafadhali harakisha. Niko katika uhitaji mkubwa. Naam, Daudi ana haraka, lakini usikose kuona kwamba pia ana uhakika. Anajua Bwana atamwokoa kwa wakati unaofaa. Labda unaweza kujitambulisha na haraka ya Daudi. Naam, labda utapewa changamoto na kutiwa moyo pia na nia ya Daudi ya kuomba. Yeye atamaliza wimbo huu kwa kuimba hapa katika mstari wa 4, wale wanaopenda wokovu wako waseme daima, Mungu ni mkuu. Kwa hivyo unajua Daudi anasema nini hapa? Inaonekana kama Mungu anachelewa. Inaonekana kama kuna kitu kimechelewesha mkono wake. Lakini najua moyoni mwangu kwamba Mungu ni mkuu. Yeye ana nguvu zote. Hawezi kuzuiwa. Atakuja kwa wakati kila mara. Sasa kwa hilo, Zaburi 71 inazungumzia uhusiano na Bwana ambao haujaribiwi tu wakati wa dharura, unajua, lakini huu ni uhusiano ambao utaonyesha yenyewe katika kipindi cha maisha yote. Mwandishi asiyejulikana wa zaburi hii anaandika hivi hapa katika mstari wa 9, usinitupe wakati wa uzee, usiniachilie wakati nguvu zangu zimeisha. Anaandika katika mstari wa 17, e Mungu, tangu ujana wangu umenifundisha, na bado natangaza matendo yako ya ajabu. Hivyo hata katika uzee na mvi, e Mungu, usiniachilie mpaka nitangaze nguvu zako kwa kizazi kingine na uwezo wako kwa wote watakaokuja. Sasa ukiunganisha ukweli kutoka Zaburi 70 na Zaburi 71, ukiweka pamoja, utakuwa na imani thabiti. Tamko hili la imani kwa Bwana atatosheleza mahitaji yako wakati uko katika chumba cha dharura. Yeye atatembea na wewe kutoka umri mdogo ulipomwamini hadi kwenye nyumba ya mazishi, kwa namna ya kusema. Atakuwa mchungaji wako katika njia yote.
Wanaume wawili walitoa ushuhuda wao katika mkutano wa kanisa. Muda fulani uliopita nilisoma kuhusu hilo. Mtu wa kwanza alisimama na kusema kwamba alikuwa ameishi maisha marefu maovu na alikuwa anamchukia Mungu, lakini kisha akasema, unajua, miaka michache iliyopita Bwana aliniokoa, alinisamehe hatia yangu, alinisafisha maisha yangu, na leo maisha yangu yamebadilika, na nataka kutoa ushuhuda wa nguvu za Mungu kuokoa mtu mwovu kama mimi. Huo ni ushuhuda mzuri. Mtu wa pili alisimama na yeye, naye alitoa ushuhuda mzuri pia, lakini wa aina tofauti kabisa. Alisema, kweli, mimi nilizaliwa katika familia ya Kikristo. Kumbukumbu yangu ya kwanza ni ya mama yangu akiniimbia hadi nilale, Yesu ananipenda, hili najua. Nilifundisha ukweli wa Mungu nikiwa kwenye magoti ya mama yangu na karibu na meza ya wazazi wangu kwenye chumba cha kulia. Nilimkubali Bwana nilipokuwa na umri wa miaka 10 na sijawahi kumgeuzia mgongo. Na sasa kama mzee wa miaka 70 naweza kusema kwamba kwa miaka 60 nimehifadhiwa katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Ndugu zetu waliwaambia kuhusu neema ya Mungu inayookoa. Nataka kushuhudia kwamba neema ya Mungu haikoki tu, bali pia huhifadhi. Ushuhuda mbili za ajabu. Kweli, kwa uwazi, huo ndio ushuhuda wa mwandishi wa Zaburi. Kuanzia miaka yake ya awali hadi miaka yake ya uzeeni, Mungu amekuwa mwaminifu kwake. Kwa hiyo mwandishi wa Zaburi atafanya nini kama jibu hapa? Kweli, anaandika ahadi mpya hapa. Katika mstari wa 18 anatangaza hapa kwamba anataka kutangaza nguvu za Mungu, uwezo wake kwa wote watakaokuja. Unaona, anataka kuathiri kizazi kijacho kwa utukufu wa Mungu. Nataka kukuambia kitu ambacho nimeona kuwa cha kuvutia katika miaka yangu ya huduma. Ni vigumu kuwafanya wazee kanisani kujitolea kuhudumu, iwe ni katika chekechea au kufundisha watoto katika shule ya Jumapili au kuwaelekeza akina mama vijana. Ungefikiri ingekuwa jambo la kawaida, lakini sivyo. Wazee waumini wanajaribiwa kuridhika na upweke, kuacha wale vijana, unajua, wale watu wenye nguvu zaidi kubeba mzigo. Hiyo ni jaribu la kuepuka, na hilo ndilo mtunga Zaburi huyu anataka kuepuka. Anasema, Bwana, nina mvi, lakini niruhusu niwaadhiri vijana. Niruhusu niambie kizazi kijacho juu ya uaminifu wako. Sasa tuko hapa katika Zaburi 72 na kichwa ambacho ni kichwa cha juu kinasema ya Sulemani, au baadhi ya tafsiri za Biblia zinatafsiri kwa Sulemani. Sasa ya Sulemani inapendekeza kwamba Sulemani aliandika, lakini naamini hii iliandikwa na Daudi kwa ajili ya Sulemani. Kwa kweli, unachohitaji kufanya ni kusoma hapa chini katika mstari wa 20 na inafafanua. Inatuambia maombi ya Daudi mwana wa Yese yameisha. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba Zaburi hii iliandikwa na Daudi kama baba kwa ajili ya mwanawe Sulemani. Daudi anataka kuathiri kizazi kijacho, na tusipuuze watoto wetu wenyewe kama Daudi. Zaburi 72 kwa kweli ni ombi la Daudi kwa ajili ya mwanawe. Anajua Sulemani atakaa kwenye kiti cha enzi cha Israeli katika siku zijazo, na anaomba baraka hii hapa kwa Sulemani kuanzia mstari wa 2: na awe mfalme, ahukumu watu wako kwa haki na maskini wako kwa usawa. Anaomba hapa chini katika mstari wa 6: na awe kama mvua inayonyesha juu ya nyasi zilizokatwa, kama manyunyu yanayonywesha ardhi. Kwa maneno mengine, Bwana, nataka mwanangu awe baraka na faraja kwa wengine, kama vile mvua inavyonyeshea shamba la nyasi lenye kiu. Unajua, kama baba mwenye upendo, Daudi anampa mwanawe Sulemani zawadi hapa yenye thamani kubwa. Tunaweza kuita zawadi ya maneno ya kutia moyo. Watoto wetu wanayahitaji. Hata watoto wetu watu wazima wanahitaji zawadi hiyo. Ninawajua baadhi ya baba ambao wamefanya kuwa jambo la muhimu kuwapa watoto wao watu wazima zawadi ya maneno katika barua walizoandika na kuhakikisha zimepewa familia kusoma baada ya wao kufariki.
Baba mmoja mcha Mungu aliandika barua kama hiyo kwa familia yake. Ninashikilia nakala yake mwangu. Baadhi yake inaenda hivi: watoto, ninyi na wenzi wenu mmekuwa furaha ya maisha yangu kama walivyokuwa wajukuu wangu. Nawahimiza, bakini waaminifu kwa Mwokozi wenu. Sina shaka kwamba mtakuwa. Pendeni kila mmoja kwa undani katika ndoa zenu. Dumisheni uhusiano wa familia kuwa imara. Wekeni hazina mbinguni, kwa sababu vitu vya duniani ni tupu. Akaunti za benki, nyumba na samani hazina maana kwangu sasa. Jihadharini na dhambi na ikiri mara tu unapogundua katika maisha yako. Ruhusu zawadi ya furaha ya Roho Mtakatifu ipake rangi maisha yako yote. Huwa mtamu zaidi unavyozeeka. Nawapenda nyote na kila mmoja. Nitawaona mapema kuliko mnavyofikiria. Baba. Inasikika kama himizo la Daudi hapa kwa mwanawe kubaki mwaminifu kwa utukufu wa Mungu. Kwa kweli anamaliza Zaburi yake hapa kwa kuandika maneno haya: jina la utukufu la Mungu libarikiwe milele. Dunia yote ijazwe na utukufu wake. Amina na amina. Naam, muda wetu umeisha kwa leo. Mpaka safari yetu inayofuata ianze, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.